Ndugu zangu wapendwa, leo ningependa kuzungumza juu ya jambo muhimu sana katika maisha ya Mkristo, nalo ni ndoa na talaka, kulingana na neno la Mungu na kama lilivyofundishwa katika ujumbe wa saa hii. Swala la ndoa si jambo la kawaida, bali ni agano takatifu lililoanzishwa na Mungu mwenyewe tangu mwanzo wa uumbaji. Biblia inatuambia katika Mwanzo kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alimwona haifai awe peke yake, ndipo akamfanyia msaidizi anayefanana naye. Mungu hakusema watajaribu kuishi pamoja, bali alisema watakuwa mwili mmoja. Hii inaonyesha kwamba ndoa si mpango wa kanisa, si mpango wa serikali, bali ni mpango wa Mungu, na kile Mungu alichokiunganisha hakuna mwanadamu aliyepewa ruhusa ya kukitenganisha. Yesu Kristo mwenyewe alisema wazi kwamba aliyempa mtu talaka mke wake na kuwa mwingine anafanya uzinzi, isipokuwa kwa sababu ya uasherati. Hii inaonyesha kwamba talaka si jambo la kawaida mbele za Mungu na si ruhusa ya kuchezea agano la ndoa. Katika ujumbe imefundishwa kwamba ndoa ni agano la maisha yote na si mkataba wa muda. Na ndugu zangu, tatizo kubwa leo ni kwamba watu wengi wanaingia kwenye ndoa bila kufahamu uzito wa agano wanalofanya. Wanafikiri ni mapenzi tu, ni hisia, ni raha ya muda, lakini hawajui kwamba mbele za Mungu ni ahadi ya maisha yote. Ndio maana katika ujumbe tunaonywa sana tusije tukafanya maamuzi ya haraka katika ndoa, kwa sababu uamuzi huo unaweza kuathiri maisha yako yote ya kiroho. Branham alifundisha kwamba mwanamume na mwanamke wanapofunga ndoa wanakuwa kitu kimoja, na kokote kinachotokea kwa mmoja kinaathiri mwingine. Ndio maana talaka inaleta majeraha makubwa, si tu kimwili bali pia kiroho. Inaleta machungu, inaharibu familia, inachanganya watoto na inaharibu ushuhuda wa Mkristo mbele ya ulimwengu. Katika ujumbe imeelezwa kwamba mwanamume ni kichwa cha nyumba na ana jukumu kubwa la kumpenda mke wake kama Kristo alivyolipenda kanisa. Hiyo si upendo wa maneno tu, bali ni upendo wa kujitoa, wa kusamehe, wa kuvumilia na wa kujali. Vivyo hivyo mwanamke ana wajibu wa kumheshimu mume wake na kuwa msaidizi mwaminifu, si mshindani bali mshirika katika safari ya wokovu. Talaka nyingi hutokea si kwa sababu ya kosa moja kubwa, bali kwa sababu ya kukosa uvumilivu, kukosa mawasiliano na kukosa kumweka Mungu katikati ya ndoa. Ni watu wanapokosa kuomba pamoja, kusoma neno pamoja na kuishi maisha ya kiroho
ndoa inakuwa dhaifu na shetani hupata nafasi ya kuingiza migogoro. Branham alionya kwamba siku za mwisho zitakuwa na ndoa nyingi zilizovunjika na watu watachukulia talaka kama jambo la kawaida, lakini kwa waamini wa kweli hilo halipaswi kuwa hivyo. Naomba ujumbe huu ili Mungu atukuzwe uwe baraka kwako, familia zihengwe na uwe sababu ya kurejesha heshima ya ndoa katika na vizazi vyavyo vipate msingi imara katika kweli maisha ya waamini ya neno la Mungu. Amina. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. To watch more,